Okay. Habari gani mtazamaji wa Global TV? Mimi naitwa Korumbule Babas, mwandishi msomi. Hapa tulipo ni VETA Oljoro au Oljoro, karibia na VETA, vyovyote vile unavyokaeleza, lakini hapa tulipo eneo hili ni mlima wa maombi, na kwa sasa hivi utambulisho rahisi zaidi ni karibia na stendi mpya inayojengwa ya jiji la Arusha, stendi ya mkoa. Mara kadhaa tumekuwa tukiwepo maeneo haya kuelezea huduma inayofanyika hapa ya mtumishi wa Mungu Nabii utukufu kwa Bwana ambaye amekuwa akisimamia huduma ya kumtumikia Mungu, lakini tofauti na hivyo katika eneo hili kumekuwa na mabadiliko makubwa sana kimaendeleo kwa kipindi cha mwaka mzima, na hicho ndo kimetupa nafasi ya sisi kufika hapa tuone, je, awali ilikuwaje na sasa hali ikoje. Na huduma hii imekuwa ya tofauti, kuna tofauti nyingi, lakini moja kati ya tofauti ambazo zinaonekana kwa macho, ukiacha namna ambavyo tunaweza tukatafsiri kiroho, maono ya kufanya mlima ambao labda ulionekana ni sehemu ambayo watu wanaweza kwenda kupata kuni, watu wanaweza kwenda kuchunga mifugo, na wakati mwingine labda ikawa tu ni sehemu ya watu kupumzika, imebadilika na kuwa sehemu ya kumtumikia Mungu na kutunza mazingira. Na kwa namna hiyo sasa huduma hiyo ya kumtumikia Mungu inawaleta watu pamoja, lakini pia kuna maendeleo ambayo hayakuwepo hapa, tutayaongelea kwa kipindi cha mwaka mmoja, ambayo yameletwa na jamii inayozunguka katika eneo hili inanufaika nayo. Nipo na mtumishi wa Mungu Nabii utukufu kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwaka 2026 barikiwe sana. Umekuwa mwema. Umekuwa mwema sana. Naam. Na hii imekuwa ndo interview yetu ya kwanza bila shaka kwa mwaka 2026. Yapi ambayo hatukuyaongea 2025 wakati tumekuja, ambayo kwa mwaka 2026 tutayazungumza? Ni mengi. La kwanza kwa sababu kwa mtu mwenye ndoto na maono sio kwamba ni mwaka tu unabadilika, lakini pia mambo nayo yanapaswa kubadilika. Ikiwa mtu yeyote maishani mwake anayo ndoto ya kufika mahali, na anaweza akawa na dharau miaka inapoanza na inapoisha, ina maana atabaki kuiongelea kuwa na ndoto, lakini hatafika popote. Lakini mtu yeyote yule ambaye ana ndoto ya Mungu, Mungu amempa wito, au ndoto binafsi ya maisha yake, sio lazima Mungu kukupa wito, lazima awe kwamba mwaka unapoisha, unapokuja mwaka mwingine, kuna hatua ambazo pia anazipiga zinazomsaidia kwenye kuelekea ile ndoto ambayo anaiendea. Na zaidi ya yote ni kwamba kwa muda fulani mwaka 2025 tumekuwa na mikutano kadha wa kadha ambayo tumekuwa nayo Tanzania, ya mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, Tanzania na nje ya Tanzania. Lakini sasa tuko hapa Arusha kwenye mlima huu wa maombi, ambao kwa neema ya Mungu na naweza sema bila mashaka kwamba kupitia maombi, ushauri na malezi ya babangu wa kiroho Pastor Ezekiel, kwa neema ya Mungu tunao mlima wa maombi hapa Arusha, ambao watu wa dini zote wana uwezo wa kuhudhuria, wakamwabudu Mungu, wakamtafuta Mungu. Lakini zaidi ya yote tuna jengo kubwa ambalo utaliona hapo la ibada ambazo zinaendelea kwenye mlima huu wa maombi, mwanzoni kabisa mwa mlima wa maombi. Na mwaka huu mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, wakati mwaka ndo unaisha 2025, nafikiri pia ulikuwepo hapa. Nilikuwepo. Nafikiri ndio tarehe leo kesho ndio iwe 2026. Alikanyaga hapa. Na alipokanyaga hapa pia kuna mabadiliko makubwa kwa neema ya Mungu yamekuwa yakiendelea. Alikanyaga hapa kwa ajili ya kugawa vile vyakula kwa wahitaji, yatima, wajane, pamoja na kutoa fedha nyingi tu ambazo ametoa kwa kila kundi na kwa kila kituo cha watoto yatima, pesa taslimu. Kwa hiyo 2026 tarehe 11 na 12 mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel atakuwa hapa. Hapa tutakuwa tuna tukio kubwa ambalo litakutanisha watu mbalimbali, litakutanisha watumishi wa Mungu, litakutanisha watu wa upande wa serikali, kwa sababu jamii hiyo tunayowahudumia na wao pia ni wahusika, kwa maana pengine ya waheshimiwa mawaziri ambao watakuwa hapa, na watu mbalimbali, lengo kubwa likiwa ni kuadhimisha mwaka mmoja wa mlima wa maombi. Mwaka mmoja wa mlima wa maombi Arusha, Tanzania, VETA Oljoro, karibu na stendi mpya ya Arusha. Fikiri tukio kubwa lilonalo. Na maswali matatu ya mwisho. Swali la kwanza,
huduma nyingi hasa hizi ambazo mara nyingi hazitokane na mataasisi makubwa yale ambayo yalishazoeleka, huwa kuna malalamiko makubwa zinapoanza. Kelele, si ilikuwa hivi, ilienda hivi. Wewe una mwaka mmoja na watu wanaokuzunguka hapa, umepata changamoto yoyote au wao wamenufaika kutokana na uwepo wako? Na kama kuna changamoto ni ipi? Na kama wamenufaika, ambacho unajivunia kwa huduma za kijamii kama huduma inayomtumikia Mungu, hata ambao hawaji kanisani hapa wanasema kwamba wao wamenufaika na sijawa kero kwao kupitia hii huduma. Cha kwanza, wakati tunakuja hapa kulikuwa hakuna barabara ya kutoka kwenye barabara ile kubwa ya Laroi kuingia hapa. Kulikuwa hakuna barabara. Kwa hiyo maeneo haya yote tunayaona jinsi ya kupita wakati wa mvua. Barabara sehemu iliyokuwepo kidogo kule ilikuwa ni mbovu sana, sababu ina ule udongo wa ngusero. Kwa mfano mvua zikinyesha au manyunyu, hata pikipiki haina uwezo wa kupita. Na siku moja nilipata historia moja, ndugu mmoja ni Muislamu, yuko pale chini, alitoa hadithi moja, shehe moja, ni moja watu ambao wamefurahi na kubarikiwa kwa huduma hii kuja hapa. Akasema walikuwa kulikuwa na wageni, anafanya kazi ya tours. Kulikuwa na wageni ambao wanatakiwa wapelekwe airport Kilimanjaro. Mvua ikanyesha usiku na gari alilala nayo nyumbani kwake, na alishindwa kutoka kwa sababu ya tope lilokuwepo pale. Kwa hiyo hao unaweza kaambia kuna wagonjwa usiku wanatakiwa wapelekwe hospitalini, mvua zimenyesha, ni shida, hawawezi watu kupita hapo na gari wala na chochote. Kwa hiyo inabidi watafute namna ya kupitisha. Lakini kupitia huduma hii kuja hapa, tumetengeneza hiyo barabara kwa sisi wenyewe. Tumetengeneza hiyo barabara na tumeweka kwenye kiwango kizuri tu cha rough road ambayo kinapitika nyakati zote za mvua za jua. Hilo ni la kwanza, kwamba kupitia huduma ya Mlima Maombi kuja hapa Laroi huku anajivunia kwa sababu barabara imeweza kupatikana mpaka inayofika hapa mlimani. Lakini la pili, ifahamike kwamba viwanja huku bei ilikuwa pengine chini. Lakini tangu Mlima Maombi ulipokuja hapa, viwanja vilipanda bei. Viwanja vilipanda bei kwa sababu watu wanatoka sehemu mbalimbali kuja hapa. Kwa hiyo viwanja vimepanda bei, lakini pia wameviuza. Watu wengi wameweza kufaidika kwenye uuzaji wa viwanja. Wao wenyewe wanashuhudia. Lakini pia la tatu, hospitali zahanati hapa ilikuwa ina vitanda, ilikuwa haina baadhi ya vifaa vingine na kadhalika, na vitu kadha wa kadha ambavyo tumeweza kuigusa na kusaidia hospitali hapa zahanati ya hapa Laroi. Tumeweza kusaidia na mengine ambayo yako mbele yetu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunawasaidia vyema, kwa sababu tunaamini pia katika mambo ya hospitali na ya kwamba ni maendeleo kwenye jamii. Kwa hiyo hayo na mengine mengi. Kuna umeme hapa naona, kuna maji. Asante. Kwa mfano kama umeme. Unaona umeme uliosambazwa kutoka kule kuja hivi. Hawa sijui labda ni mwaka gani wangepata umeme. Lakini nguzo nyingi ziko zinahitajika. Nguzo nyingi zinahitajika. Lakini kupitia Mlima Maombi kuja hapa, umeme umekuja hapa, na sasa haya maeneo na mengine kule chini yamesambaziwa umeme, nao wameweza kunufaika kupata umeme. Kwa hiyo kuna vitu vingi kupitia Mlima huwa Maombi kuja hapa. Hayo ni upande wa kimwili. Lakini ukweli upande wa kiroho watu wamepona. Ukifika hapo juu Mlima Maombi utaona magongo mengi yametupwa. Kuna wengine walikuwa wameandikiwa kwenda rufaa za kwenda India. Figo zimefeli, moyo umejaa maji. Mtu ameteseka, anageuzwa chini miaka 13. Hawezi kufanya kitu chochote. Lakini leo baada ya Mlima Maombi kuja wamepona. Mtu alikuwa anakuambia ana mifuko ya dawa, hii inaitwa Jambo, hiyo mifuko ya Jambo hizo. Ana mifuko karibu 3 ya dawa. Ndiye alikuja kutupa mlimani baada ya kupona. Madaktari mpaka wa Muhimbili wapi, wao wanastaajabu. Kwa hiyo watu wamepona, watu wamefunguliwa, kila aina ya miujiza imefanyika kupitia mlima huu wa Maombi. Mwaka jana wakati anakuja hapa Pastor Ezekiel, kuna mabadiliko gani baada ya kuja, na unganisha na hili kwamba watu walimisi sana Tanzania, na mara mwisho alikuwa Mbeya kule, wanasikia anakuja hapa, pana uwezo wa kuwapokea watu kutoka mikoa yote na kufika kwenye hii huduma? Asante. Cha kwanza, mahali popote mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel anapoenda, la kwanza unaangalia eneo. Kama eneo lina uwezo wa kuaccommodate watu. Kwa maana ya kwamba eneo likiwa finyu ni ngumu kutangaza kwamba Pastor Ezekiel aje hapa. Ndio maana unaona ile ambayo alikuja kutoa hata misaada hapa tukitangaza. Lakini bado pia watu walikuwa wengi. Hivyo. Lakini cha pili, kufikika kama inafikika. Kwa sababu tumeweka taratibu nzuri, kutokea Morombo magari yanafika hapa bila shida yoyote, na tutawaelekeza watu vizuri zaidi. Lakini nachoweza kujibu kwenye hilo
kwa kifupi na kwa haraka ni kwamba eneo hili linaweza kuanzia kimazingira na kwa kila kitu kupokea watu wenye wingi wowote ule. Tumeongea na watu wengine mpaka hata wa mashamba kule, ikiwa endapo hata mashamba ya huko yatafikiwa, basi tuko tayari kuwapa fidia juu ya mazao yaliyoko, kwa sababu ni kipindi cha kilimo. Yes, kwa sababu ni kipindi cha kilimo. Lakini mradi mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel aweze kuwahudumia watu wa Tanzania na watu wa Arusha tarehe 11 na 12 mwezi wa 4. Okay, tuko tunamalizia kabisa, mwisho kabisa, tofauti na Pastor Ezekiel, waliko wengine ni watu gani, na hii shughuli ya mwaka mmoja tunaifanya kwa ukubwa, kwa picha gani inakujia? Asante sana. Tuna waalikwa wengi, tuna watumishi wa Mungu kama nilivyosema pia wengine, lakini zaidi sana tutakuwa na watu wa nchi hii, kwa maana ya watu wa serikalini. Tunitawaeleza kwamba ni nani na nani, waimbaji ni waheshimiwa namna gani. Naweza tukawa na waimbaji, lakini sitaki kwenda huko kwa sababu singetamani akili ya mtu iwepo kwamba imekuja kwa ajili ya kumuona mwimbaji fulani. Nisingetamani, ningetamani mtu awe amekuja kwa ajili ya kupokea kile ambacho Mungu amekiweka kwenye mlima huu wa maombi, lakini pia kwa mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel. Hicho ndio ningetamani focus ya mtu iwe ni hiyo, sababu inawezekana ukafurahia nyimbo lakini bado ukabaki na magonjwa. Unaweza ukafurahia nyimbo lakini bado wewe ni maskini. Unaweza ukafurahia nyimbo lakini unateseka bado na talaka. Unaweza ukafurahia nyimbo lakini bado unateseka, hauna kazi, una mtoto, una chochote. Sasa neema ambayo imekuwepo hapa kwa mlima maombi, Mungu ameponya watu na kufungua watu, na ni neema ile ile ambayo Mungu amempa mtumishi wake Pastor Ezekiel. Kwa hiyo kikubwa ambacho natamani kama akili za mtu zingefocus zaidi kwenye kutumia hizo siku mbili kuja kupokea kile ambacho Mungu ameandaa kwa ajili ya maisha yake. Haya, mimi niongeze nini baada ya hayo? Niseme tu kwamba tutakuwepo hapa, na huu ni mwanzo tu wa kuelezea maandalizi ya kuelekea mwaka mmoja wa huduma hii na kwa namna gani ambavyo watu wataweza kufika hapo. Tutaendelea kufahamishana na ratiba pia Pastor Ezekiel. Tufahamu kwamba hii neema ya mwezi huu wa 4 ambayo imetajwa hapo huenda ikawa ni neema ya tofauti, kwa sababu mara nyingi akija ni kwa mkutano, lakini akija hapa tafsiri yake wale wote waliofika hapa wana neema ya kumuona, kumgusa, kuzungumza naye, kufanyaje, kama kipindi kile alivyokuja hapa aliwahudumia watu hadi chakula. Kwa hiyo tunatamani kuiona hiyo historia nyingine ikiandikwa kwenye mlima huu wa maombi. Mimi ni mwandishi msomi, naitwa Korumbale Babas, mtu wa miliki ya Mungu. Kwaheri.